nguvu za kufanya vitu ambazo yani haitarajiwi ufanye. Engolonia siemba dole mesemegira. Ya. Engolon ni siemba mimi silikita yayo kidimaias. Nguvu ya kufanya mambo ambayo hayakuwa na matumaini ya kwamba utaweza kuyafanya. Wale tunakoona mearo mani lemeyolo. Huku kwa hii dunia kuna mtu asiyefahamika. Mearo imara lemeyolo. Na hakuna familia isiyofahamika. Neti. Hakuna. Keyo yo mara yinyi wenda bayo kwa. Familia yenu inajulikana mpaka tabia ya mwisho. Neyolo yeni mumono. Na wanajua jinsi mlivyo. Neyolo inaidi mayo mara yinyi, neyolo inimide mayo. Na vinavyowezekana kwa familia yenu yanajulikana na yasiyowezekana. Maana vile paji nchele kidima pesa yumba nemegra isiligwedo kidima. Ndio maana anasema ya kwamba kuna uwezekano mambo yakafanyika ambayo hayakuwa na matumaini. Wale na kwa loni arenda na sabana jene Nazareth. Siku moja kulikuwa na mji ambao ulikuwa unaitwa Nazareti. Wale na Nazareth naye kanasaki ni. Mji wa Nazareti ulikuwa ni kamji kadogo sana. Enganasa ni misiliki pepo kugalali kono. Ilikuwa ni mji ambayo haikuwa na matumaini ya kiongozi kutokea. Enganasa ni misiliki na yajo kidima inedimba nasa yu. Ni kamji ambayo kulikuwa kuna uwezekano ya mambo kutendeka. Kaya wale peimo hengaira sumaranga nas. Lakini Mungu alipotazama juu ya miji zote. Wakati huo kulikuwa na miji mikubwa. Miji ilivyo na heshima. Miji ambayo ikiongelelewa iko mbele ya kuchunguzwa. Lakini Mungu alipotazama chini, hiyo mji mdogo ukapata kibali. Ile kamji ambayo ilikuwa haisikiki. Ile eneo ambayo ilikuwa haionekani. Eti Mungu tu mbinguni akasema, huyu mwanangu kipenzi ataenda kuzaliwa kwenye mji ule. Mungu alikuwa anataka kutenda nini? Mungu alikuwa na nia ya kuinua jina ya hiyo mji uliokuwa ndogo. Mtazame mtu mwambie wewe umezaliwa piwa ama muulize hapo mahali umetoka, wewe ni mzaliwa wa huko ama umekuja. Hallelujah. Amen. Ndio lenkai nyenyo rengai narado oino dilenye ai tina na saidi wore ejo lenkai ejo wore vimo nyega ngaji na nyeki na gaja na buya na neno la Mungu linasema eti walipotafuta nyumba ambayo yule mtoto atakazozaliwa ikakosekana nyumba ambayo atazaliwa. Kuna watu wako hapa ambao nyumbani kwake mgeni akija wanakosa kiti ya kukalia. Hata watu wakifikiria tufanye mkutano kwa boma gani haitawezekana kwa sababu hamuna viti, hamuna majina. Lakini Mungu akisema inawezekana. Upate jina vile wengine wamepata. Hallelujah. Inasemekana mwana alipozaliwa katika mji ule, watu walikuwa wakieleza maneno wakitembea. Mtu mmoja akasema, wewe kwani umezaa? Umesikia? Hallelujah. Amen. Wewe umesikia? Kwa sababu kuna mambo yakitendeka kwako ni kama maajabu. Kuna mambo ikisemekana ni fulani ametenda, watu wanashangaa. Kwa sababu ni kitu ambayo hakuna matumaini kwa inawezekana ifanyike kwa familia yenu. Hata wewe mwenyewe unajua haiwezekani. Na hivyo ikizungumzia unajua ni kwamba haiwezekani. Kwa hivyo haiongelelewi kitu ambacho inazungumziwa kitu
kumaliza. Yes na naba ni minimize. Ufanye hayo mambo ambayo yalikuwa hayawezekani. Yes na naba ni minimize. Ufanye yale mambo ambayo yalikuwa haiwezekani uyafanye. Wao watu waliposema, mtu mmoja akasema, ikuaje mfalme azaliwa katika mji kama ule? Ikuaje kiongozi azaliwa katika mji ule? Haiwezekani. Siku moja Sauli akitafuta punda wa babaye, alipotuma na babake akatafute, neno la Mungu linasema wakati wakienda na mtumishi kwenda kutafuta punda za babaye, wakasikia kuna mtumishi wa Mungu Samueli katika mji, na Mungu alishamwonyesha Samueli kwamba kuna watu kuna watu Mungu anaenda kuwateua. Kuna watu Mungu atawateua ambaye hawakuwa kwa sababu Mungu amewahi kuweza. Mungu anataka kuteua mtu. Mwambie jirani ni mimi huyo. Mwambie ni mimi huyo. Amen. Sauli akamwambia mjakazi wake, tupite katika mji huu tuongee na mtumishi wa Mungu. Walipofika, neno la Mungu linasema wakakutana na mabinti. Akawauliza, akamwambia mtumishi wa Mungu yuko katika mji? Akawaambia ndio, kimbia, kwa sababu masaa ya utabiri yamefika. Amen. Umekuja kutazama ama umekuja Mungu akutabiri? Kuna sauti unangoja? Kuna chochote unachotumainia? Ama umekuja kwa vile watu wamekuja fellowship? Sauli alipoingia, Samueli alipomuona akija akamwambia, wewe ndio Mungu anakuambia, Mungu anaenda kukuteua. Sauli akageuka akamtazama Samueli. Akamwambia Samueli, inakuaje? Mimi niteuliwe. Ili watu waweze kusikiza ile kitu unasema. Sauli akamwambia Samueli, inakuaje? Mimi. Kwanza mimi. Mimi ni mzao wa Benjamini. Na uzao wa Benjamin haijawahi sikika hata katika ile eneo ambayo wapo. Ya pili, ni uzao ndogo isiyofahamika katika mji ule. Kwa hivyo haiwezekani. Sauli akakataa. Kama Mungu anaweza mteua kumfanya mfalme. Na ndio maana anasema kuna mambo haukuwa na mnatumaini nayo kwamba itawezekana. Kuna mtu hapa ambaye anataka kujenga nyumba nyumbani. Anaandaa nyumba ya sitimabati maana anajua nyumba ya block haiwezekani. Kwa sababu fikra yake imefikia hapo. Mawazo yake yameishia pale. Haiwezi nienda zaidi hapo. Lakini mtumishi wa Mungu anakuambia Isaia 54 inasema panua mipaka. Panua mipaka yako. Kana na lolosi lino. Amo maana inawezekana. Sasa inasema na shukuru maana iko pale. Anasema panua mipaka. Inasema panua mipaka yako. Let God Kwa sababu
Inawezekana. Wale nano waeme yeye alipo high school alipomaliza shule lelo alabra alaina leo mnawai pala si shule. Shemeji wake akamuomba aenda akamfanyishe kazi. Na shoyo babake akakubali. Ana shori Alipopeana na la si shona ndio sasa akaenda kutumika. Akamwambia yomo ja kwa manager na gari. Wewe ndio utakuwa manager wa hii gari. Pewe na program na yo ngamuro yenu. Kwa hii mizigo inapopakiwa wewe ndio unapokea pesa. Sawa. Akakubali akasema sawa. Wale mimi endelea. Walipoendelea. Wala wana na kibia wa Tanzania ule maya Allah. Kipindi hicho watu walikuwa wanaenda Tanzania kubeba mizigo. Ndio muri kabisa gari. Walikuwa wanajaza carpet ndani ya gari. Scout. Gari aina ya Scout. Wale walikuwa wamenunua. Walipoenda kuuza kule Tarakia. Mimi nimefiki 11,000. Wakauza wakapata shilingi 11,000. Leo unaenda kana Tarakia kila kijana kuendelea jamii mfroni nadi. Na unajua Tarakia kipindi hicho ulikuwa na uhakika kwamba lazima uibiwe. Walipomaliza kuuza mzee mmoja akamfuata nyuma akachomoa ile shilingi 11,000. Alipotazama kwa mfuko hana chochote. Wakarudi nyumbani jioni. Mzee akamwambia haya wapi hela? Akamwambia kwamba imechukuliwa. Mzee hakulala usiku. Akamrejea asubuhi. Kulikuwa na mzee mwingine ambaye alikuwa na yeye pia. Mzee akamwambia ukaenda kupoteza mali yangu. Inaonekana kwamba hauna uchungu naye. Akakata na akasikia uchungu tena na shemeji kwa sababu Mungu atakuja kumpitia mpaka ampe mke kwa sababu muulize wewe ni mwanaume ama wewe ni nini? Haleluya. Mzee jirani akamwambia Kiminye amepoteza. Wewe ndio kwa maida yetu. Waache tu kwa sababu atapata wapi hiyo pesa? Atatoa wapi? Wale darasa ikaye tumie. Wewe mzee aliposema hii neno akasikia kitu imemchoma ndani ya moyo sana. Eti nitapata wapi? Ndio mwanangu 11,000. Akajaribu kula jioni ikamshinda. Akajaribu kulala saa 7 ya usiku. Akatoka akapita kwa mlango. Kinachomsumbua nini? Hii neno haiwezi pata. Shemeji hana shida. Na wewe mlango iliyoga wali akabisha kwa mlango ya mamake usiku. Ndio nasema ni sasa baadaye isini na wanaona mkitaona hapa kata vizuri sana. Mzuri akasema na mwezi anakumbuka vizuri kulikuwa na mwezi siku hiyo usiku. Ndio nasema kule mlango. Mama kufungua mlango saa 7 usiku. Ndio saa 7 usiku. Yeye ndiye anabisha mlango. Ndio kaimwa nasa. Mwanangu kwani shida ni nini masaa? Ndio maroni majo kanyo kaimwa shida. Yaani sasa hiyo hata haezi eleza atatoka wapi anataka. Alikuwa na uchungu ya ile neno ya kwamba hakuna mahali atatoa. Mama akamjaribu akambembeleza akashinda. Asubuhi mzee akamuita. Akamwambia kwani jana umetoka? Akamwelezea vizuri akamwambia lakini nataka kukwambia kitu kimoja. Na nataka kusema ya pili nataka watu wajue kwamba mimi ni mwanaume. Kwani
Haimini 11,000. Nimepoteza shilingi 11,000. Na mzee amemwambia. Mzee mmoja ambaye alikuwa naye amesema. Na anajua mpaka saa hizi. Hakuna mali atatoa. Nataka ufanye kitu kimoja. Na wakati huo walikuwa wanataka kupata kitu. Kitunguu kilo ngapi? Ninunulie kitunguu kilo 2. Ninunulie tena. Sasa wale ambao wanataka limonada siku. Hivi ushuhuda anayotoa ni ushuhuda inayohusu hai. Ni ushuhuda ambao iko hai na inafanyika ndani ya maisha yake. Ninunulie vitunguu na jembe na kuni. Naomba niende. Uende wapi? Baba, naomba ninunulie hizo vitu na unipe niende. Mzee babake akauza mbuzi akamnunulia. Akaenda shambani. Akaja kupanda shamba pale pale. Alipoenda pale akapata sehemu ya shamba. Wakati wa kuku anapiga jembe sawa sawa kwa mikono. Mchape jembe akupa na akavunja kitindi akapiga. Akapanda mbele. Ufanya mambo watu hawapo wanatarajia. Haleluya. Akapanda sama sehemu kiasi ya moshi. Mbegu yake ikamea vizuri. Akapanda. Kwa sababu kuna dalili ya kwamba kuna naye ambatana naye. Naivuna 58,000. Akavuna shilingi 58,000. Akapanda shambani akiwa na jembe lake. Haleluya. Alipigwa jembe na 58,000 tena. Kwa 15,000 hapo mjikoni na kwa jembe lake. Kipindi hicho last ndio ilikuwa distribution ya hizo vitu. Akamshika mkono mzee akamwambia twende. Akamuuliza kwani twende wapi? Akamwambia twende last. Kipindi hicho mbuzi ilikuwa ni 2,000. Akanunua mbuzi 13. Anakumbuka vizuri. Akanunua mbuzi moja mpaka 13. Akamwambia mzee, ni mimi ndio napenda. Nani ni Amen. Amen. Walipofikisha mbuzi nyumbani, akamwambia babake naenda. Unaenda wapi tena? Akamwambia nisubiri hapa nitoke kidogo. Akapanda akaenda pale Letoto akanunua baiskeli ilikuwa aina ya Conex. Akapanda hiyo Conex yake mpaka Taveta Town. Nawaambia ushuhuda wa kweli. Fonex hiyo baiskeli ya Fonex ilikuwa shilingi 6,000 kipindi hicho. Akakaza injini yake vizuri akaipaka rangi akawa vizuri. Akaingia Taveta kununua mabedsheet. Akanunua vibedsheet carpets akakuja kuzunguka kuziuza. Mwambie mzako wacha mchezo. Jaya baya na balandala. Mwambie mzako wacha mchezo. Jaya la na balandala. Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Kuna jinsi ya kigira jamani. Wale kama unasikia vizuri.
Ningelo vizuri. Ya wale Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Naila manalo la kazi kwa mwezi mmoja. Akazungusha zile mashini kwa muda wa mwezi mmoja. Wale baada ya mwezi mmoja. Baada ya huo mwezi mmoja, neno langa mrani open aludwao. Shemeji yake akaja peke yake. Anasema hilo mpaka nyumbani. Huyu ambaye sasa amempea mtumwa. Pale tu alutuni nyang. Akaja mpaka nyumbani kwao. Ndio hiyo alusipengera yeye yamenga ingenya mali. Akamwambia mamake, nimemfuata ule mwanangu mara kwa kwake. Alusipengera yeye. Nimemfuata ule mwanangu. Ama yola pendo inarasi. Kwa sababu sikuwa na nimekuja kujua kilichotokea. Akasema lakini amejua ni kwa mwanaume. Amejua kwamba hapa kuna mwanaume. Ndio urafiki na mama. Wakaanza kuwa marafiki na huyo mama. Na bado tu mzee anajua. Bado mzee tu anaona matanga ni yule mbalimbali. Bwana asifiwe. Hiyo shuhuda ni mrefu. Baina usiku. Bora ndio wairudishe ndio. Alipokuja kupewa binti. Wale pale bora wala alushenga. Yeye mahali alipata mke wake. Hivyo hakupewa mke kwa kwanza. Alipewa kwa sababu ameonekana huyu ni mwanaume. Ndio story. Na tamsome katika kitabu cha Isaia. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kuna uwezekano ufanye mambo ambayo hakuna matumaini ndani yake. So basi kwa Isaya. Hayo ndio inaweza. Mwenye sisi baraka sana. Maana inaenda na hiyo mwenye nimesoma kwa kukimbia. Isaya 58 mstari wa kwanza. Isaya 58 mstari wa kwanza kwa haraka. Nenda Isaya ambayo na Moise ndio wewe. Yes, Paulo yokulu. Tayari nitira nimegira. Piga kelele usiache. Kama huyo mwenye ndio ana barupeza. Baba kinyengo kana ngai nyai. Kitangorote nye. Baba kinyi Israeli ngoge nye. Konyari. Wewe eya. Kai ngoru nje anake. Neni nani tere nai ene yilo kwa hilo yenye. Ekinye tuwana olosho oi oasisubati. Ledu ebu aikwa ndigwana akai enye. Kai ndigwa nje ndigwana nasiba. Neni nani tere eraniki akai. Olikunya nyabaye. Kanya bebe kibena iyo kanya bebe yo kale. Ai bubugo. Nibidaliya kanyo nibidaliye. Kanyo be kibabaha yo kale. Nenu iye kishila na. Wala wale nkola enada ino nikoru iye mukona ino mayo. Nitoroka dwasinali nono topi. Sawa. Tabu amuti. Piga kelele. Pigia huu mji. Lilia hawa watu wanaopiga kelele, wanapolia, wakiomba, lakini mafanikio hayaonekani. Ni nini tatizo? Ni nini inayowafinya? Ni nini unaofunga? Mpaka sasa bado wako chini ya utumwa. Bado hawajafumuka kwenda. Wamefunga maombi. Lakini bado kuna mateso nyuma yao. Ndugu zangu, hakuna watu wako na bahati kama wao. Na hakuna wenye kibali. Lakini shetani ametunyang'anya ile kibali. Huku kwa hii mji hakuna watu wanaoaminia zaidi. Watu wametamani basi yetu. Wametamani mpaka viatu. Kwa sababu ile kibali ya Mungu iko juu yetu. Lakini umeshindwa kuanza. Bado tunalia. Kwa sababu shida inatufinya. Ndio maana tunatoka. Hatuna mahali pa kuketia. Hatuna nafasi ya kupumzika. Tumekuja kupumzika kwa vivuli kama
Shetani gani Mungu anayetutakia? Sita imesema nini? Soma mstari wa 6 inasemaje? Wale ile. Ane kuboro to marekelwa anu. Pe salari yana endofoni ne ina kollo. Hii ndio utaji wao. Mfumo kia mwende ndani. Ndio wangi ngenda to. Hiyo kama ile wafunga ilegezwe. Mungu anataka kuwaambia. This is the sana sema. Nenda mwambie wao. Hii ndio uhitaji wao. Ili kufunguliwe. Katika hayo vifungo. Ndani ya haya matatizo. Ndani ya haya mitego. Ambayo shetani ametutegeshea. Sikiza mtu wa Mungu nikwambie. Hakuna mtu hata mmoja ambaye hakuna. Kwa sababu kina mama zetu wakina mama zetu waliwa madawa. Wakatupea maziwa ya wake wenzao waliofinywa. Tukazaliwa katika nyumba ambazo zinalaaniwa. Tukakaa katika vifungo vizito. Na Mungu akasema ni kweli. Wananiomba kweli na kweli. Lakini bado hawajafunguliwa. Bado hawajapewa kibali ya kwenda. Haleluya. Ndio maana unapata maisha yako. Ukisonga kidogo unarudi nyuma. Yeye alipoombea mtoto mmoja kanisani kwake. Akamwambia pastor, mimi nikinunua mbuzi nilete nyumbani. Ikipata mimba inazaa, inatoa na sio moja na sio mbili. Akamwambia tena, sina matumaini tena ya kununua mbuzi. Lakini nikinunua kondoo haikuwa. Lakini nikinunua mbuzi ikipata mimba inatoa tu mapoza. Roho za kuzuia kupenya. Hivi tauda waibo ya Lazaro. Inaongea nini mshoni wa darasa? Ni maroho inayotuzuia kupoza. Ile kwa Ezekieli 16. Ndio Ezekieli kwa haraka. Ezekieli kwa haraka 16. Ezekieli 16. Ezekieli kwa maana ile. Kwa nini ni yoma? Kenya ya wewe hivi za inoro wewe hivi za inoro unaomba msome vizuri. Wewe hivi za inoro wewe ngine za inoro tena ona edungi osodelo tena ona edungi osodelo nero edungi suji iye nero edungi suji iye yakale neto kirudia ki yamunya nero edungi kirudia yamunya ashuki hindi rongash olege mera yo boligi kuye iye pe sepai na ko yabona to mutengara ki iye kage kira dia iye ongara kuna kitabu ambaye inafunguliwa wakati mtu anapozaliwa. The moment unapozaliwa, watu wanaanza kuandika. Wanaanza kuandika sio wanaanza kuandika huyu aliyekupokea kabla hajakukata utovu, kabla hajakuosha, kabla hajakufunika nguo, anaanza kukunenea maneno ya kukutupa.
Ni mke mmoja aliona aliyepokea mtoto wa mtumishi Elia. Hii mafamilia kuna dhiki kubwa. Ndio maana mzee kama hajazaa mvulana anasema bado. Ndio maana mtoto mvulana akizaliwa anachinja Mungu. Kwa sababu anajua siki imeisha. Anajua hapa aibu imeisha. Siku moja mji wa Israeli ulipofahamiwa na ufalme wao kuchukuliwa, sabuni la agano likachukuliwa na ilikuwa na mambo ya Mungu. Mungu Elia alipoletewa ujumbe Elia, aliposikia sanduku la Bwana limechukuliwa, neno la Mungu linasema Elia akavunjika shingo akafariki. Lakini Elia alikuwa na msichana ambaye alikuwa anajifungua. Aliposikia kwamba sanduku la Mungu limechukuliwa, akaenda akawaambia vijana wa Mungu, akakaa tu na ile uchumi ya ukuzaa, akajifungua kabla ya wakati. Kwa nini hao watu wanalia? Anasema kwani ni wapi tena watakaofuata hili sanduku kulieleza? Hata sisi katika mafamilia bado mautumbe ya mama zetu salia, baba zetu wanakido ninapata wapi watakaorejesha tumaini na letu, kwa sababu watu wanapotoka na hakuna matumaini wanaorejesha, ni kilio wanachorejesha, kwa sababu unaporejea shika moja uliokuja nayo unarudi nayo. Katika mzika moja unaponayo ndio unaiba kuuza, eti ndio urudi kuja Malindi. Ule mwanamke alipojifungua, neno la Mungu linasema akajifungua, akamwambia wacha kulia kwa sababu umezaa mvulana. Wacha kulia, umezaa mtoto wa kiume. Akaule binti akaruka, alipotazama ule mtoto aliyemzaa akamwambia Mungu, ni kweli huyu umerejesha tumaini langu. Kupitia huyu umerejesha tumaini langu. Hallelujah. Biblia inasema tena, kabla hujakatwa kichwa, ile siku ukizaliwa, kabla hujaoshwa na chumvi, kumbe mtoto anatakiwa aoshwe katika maji ya chumvi. Kabla hujaoshwa, kuna maneno ushatupiwa huko nje. Huko nje umetupwa nje. Eti Biblia Mungu akasemaje? Kaya kirana yaki ye ongana na sasa. Kirana na sasa. Amu. Kita yaki nolo kafani kwa hiyo ye. Kita yaki. Kita huyo ki. Na ndio huyo. Miyala wajua kwa ndio baba ndio nani mwa. Uwezi jua ni nani alikupokea ulipozaliwa. Wewe ndio maana kitu kingine unasikia mzaa, kama wewe ni kama amekuja nimemzaa. Kuna nini? Yeah. Nimesikia wale wengi. Yeah. Kama hata nini yao ndio jirani unafanana na baba hapa. Yeah. Wewe unafanana na baba. Wote ndio wanapicha. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Eti mbona yaja? Eti umefanywa nini? Kika huyo. Umeharibiwa. Ni osha lona. Ukapigwa kichwa. Ni swali. Ukatupwa.
Nigini ngekele renki woi adogo. Ukapepo kakakuingia Mama nigana malindi omera Nairobi michanga ingia yija. Ndio maana uko kwenye kwa hapa malindi mpaka watu wanakuchangia pesa ndio urejeshe nyumbani. Yaani umeshindwa hata na fare kwenda nyumbani. Mwambie jirani yako. Mwambie jirani kuna mwambie kabla Mungu hajatoka. Wale ile. Wale ile ai ni nini? Wale pai. Nainapo irakita. Ha? Anaida na madrayo. Nado iye ishuma teatro pasarge lindo. Nado ishuma la pasarge le murunyi ni soja. Nado ni teatro, nado ni iye teatro pasarge lindo. Nado irakira liano lo sarge. Mie. Hallelujah. Mingaja. Kama hiyo nasaidia ni miele na. Mwambie jirani yako utakufa. Kama hiyo nasaidia ni miele na. Utakufa waje. Hautakufia malindi. Mwambie haukufa. Kama hiyo nasaidia ni miele. Mwambie jirani yako hautakufa. Hallelujah. Hallelujah. Hautakufa. Jamani. Huyu atakaribu kufariki kwa malindi. Anaweza kufia kule jangwani. Na kama babake. Kama mamake. Hata kwa ajili ya familia kulikuanga na mtu mfano wake pia. Mungu anasema hautakufa kwa jina la Yesu. Hiyo ndio jibu kwa jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Hakuna kufia jangwani kwa jina la Yesu. Nilipopita hapo ni Mungu anasema. Anasema ninakuta ukikaa ndani ya damu. Na hakuna aliyekuhurumia. Akasema mimi nikamtazama. Nakwambia hautakufa. Kwa jina la Yesu. Mungu amekuja kukuambia utakufa. Hautakufa kwa jina la Yesu. Kama kwa imani unajenga na Mungu. Anakuja kusema hautakufa jangwani. Haleluya. Lenamshana. Nikulu ane akarukulu ikakata. Nendo togolo. Nikulu ane akarukulu akata. Nikulu ni atono abaidi ingikura kinoroyo. You are faithful. Lazima utaifikia kwa jina la Bwana. Kwa mrefu. Kama yeye kunani mambo Kafikia katika maisha. Wewe uko na urefu gani? Unaona nini? Yakobo siku moja alipoanza safari ya kwenda. Walibaki pamoja na rafiki yake Esau. Neno la Mungu linasema Yakobo akavunja magoti. Akamwambia Mungu, ndio mimi ninatoka huku kwetu. Naenda kutafuta. Ukiambatana na mimi, ukienda pamoja nami, unibariki kazi ya mikono yangu, unipe kibali ninaporudi hapa najenga madhabahu na kueleza wewe ni Mungu na unaambatana na mimi. Sema sitakufa. Sitakufa kwenye aibu. Sitakufa kifo cha aibu. Nitafika na maono yangu. Kwa jina la Yesu. Huyo tu wako kule. Hakuna kitu atafanya. Hakuwa yeye hata mbuzi. Utafanya leo kwa jina la Yesu. Kwa huu mwaka ukirudi utaeka mbuzi utaeka kondoo. Utaweka nyumba ambayo haiko. Watoto mpaka mambo wote hapo na matumaini nayo. Hallelujah. Amen.
Ila na hayo hayo na janga hili. Ndio kuna napenda hiyo neno ambayo Mungu anasema ukufu. Nani wale wanga yalo mwa? Anataka mali mtu Mungu akuta akiwa ameoza. Nani yeye? Mungu amwambia utakufa. Sema sivi kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Sema sivi kwa jina la Yesu. Sema sivi kwa jina la Yesu. Malizia. Dia doa bayi di bulan nono yang saya yani. Naru kulurua kekili nono. Naru kulurua kebabili nono. Nira age masih masuk dan shop. Malaysia. Wali negara lain apabila ini nanti naik ohije. Wah, kita apa oleh disiari lenda kata. Naisala shadi iye ngelani pergelan England. Ini wala na kanya ba ngaya mincho kwenye kaja. Naisala shadi England. Nini toi ai shuna solare. Na solare ni dala. Ya. Ana solare ni ni nyumba kwa bali mulela. Ana solare ni ninge msimu hii dalele ni laini. Hata masimu umebadilisha malaini. Iye. Ndio wale paina bila maswali. Nasema ningekuta ndani ya Hayo ni kwa wasala. Nitakufunika kwenye vazi langu. Hayo ipoina. Na ficha hiyo aibu yako. Hayo ipoina na nini mpanga leo na. Na kuficha hiyo mambo ambayo unaogopa. Inasoma mimi niwepanga kinyela. Huwezi hiyo aibu huwezi tokezea ndani yako. Inasema kwamba nakufunika. Na anakuanga na kufunika mtema wewe. Mungu leo akufunikie shuka. Leo Mungu aweke shuka yako. Leo akufunike kwa jina la Yesu. Azurie aibu yako. Naik ikut masih masuk na lagi ajogi ayo sa almumai keye niki tayu onimo oye ayo sa almumai kana gani kama gani namo gani nano wanyo ndio ngai kino so almumai na Mungu anasema tumekula maangano mimi na wewe. Amungu wanana na wewe wale kunyo almumai kidanga ina na wewe mwenye na wewe ya ewa njini ile na unapokula maangano ndio maana Mungu alikuwa anasema ile kwa sababu watu wa Malindo wanaogopewa Mwambie jirani sikizana na Mungu. Muongee na Mungu. Nini tayo walimo oye ito olori yang kainia kubiye olalai oleh nado mai kaji iye agare mai sudah osake lo liata mai liye telara ai hiyo ni kali basi ya gai aiona ja naiko na kushika naenda kuja anaanza na sala akwenda ndani ya maji safi kanyo regea na Yesu ja Mungu anaosha nini esura anaosha aibu anasafisha aibu aibu enwa aibu ni roho ya Mungu umekuwa na umeoza angameni mimi wote jina lako si aibu aibu anasema ninakuja na piga doka nikweke ndani ya maji na kutakasa nikuoshe ninapomaliza kusafisha na kupaka na mafuta ili ukue una shine shine. Hello. Ingada. Yeah. Ama wala oli wala. Mtualie mpaka na mpaka. Siku na tofauti. Ule utapata na baraka hiyo unapojipaka. Unakaa una shine kidogo, unakaa umepigana sana. Unakuwa mrembo. Oleh nama Aisha agesi dongeng nina naik koko. Aisha bagi iye namuka Aisha bagi iye lagi naku ya kui. Oh ya Italiani. My God. Oh ya really
Usimajina watu wanaokuja. Hizi maboma zetu ambapo kuna mtu anaingia. Maboma ambapo kuna mtu anaingia. Hakuna ng'ombe ambaye mtu anaziramia. Mwaka huu lazima tuyapate. Lazima leo Mungu afanye. Lazima leo Mungu afanye. Unaporejea, sendo mkono. Ndio nai. Ninaporejea nyumbani. Naomba nikafanye. Kitu ambacho jirani yangu ana matumaini kufanya. Nimekuja nikuvalishe viatu maana hauna. Eti anasema hauna tangu. Hauna tapazi. Mungu anasema nimekuja nikuvishe. Nikuvishe vazi la heshima. Hallelujah. Amen. Masaa yangu imeisha. Ndio sana. Naomba kusimama.